Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, tafadhali tupate majina yako. Kwa majina naitwa Ibrahim Al-Mashari. Naam. Min al-aidin wal faizin, taqabbal Allah minna minkum salih al-a'mal wa kullu 'am wa antum bikhair. Umechinja Sheikh? Bado ndo tunamaliza kuswali sahihi. Fa inshallah baada ya kuswali katika sunna ya salatu al-Eid al-Adha ni kwamba watu wanapomaliza kuswali na kusikiliza khutba ni kula kitu kidogo, manake ni sunna kutoka na saum kutoka nyumbani, khilafan na ile Eid ya Eid al-Fitr unatakiwa ufuturu kabla hujatoka nyumbani. Kwa hivyo inshallah tutafuta kitu tule inshallah kwanza, alafu tuangalie masala ya kuchinja biidhnillah taala. Mashaallah, hilo jambo lilikuwa nimekuuliza kwa sababu kuna mambo mawili ama matatu labda Waislamu wao wanakosea huu muda huu wa Eid al-Adha, ambapo wewe labda kuna hiyo elimu maybe ungependa kuwasaidia ambao labda haifai kwa hivyo bila wao kujua ama wanajua, lakini kuwasaidia na hiyo elimu, yani katika tanbihat, sio? Mashaallah, wallahi kwa hakika nimewahi kuulizwa maswali kadhaa na baadhi ya ikhwa na pia familia, na likanipatia mshtuko fulani kwamba kumbe hili jambo lipo katika jamii na pengine watu hawalifahamu. Nalo ni kwamba wanauliza yule anayekwenda haji, yule anayepata fursa kwenda haji, je, ni lazima kwamba kila mwaka achinje? Yani katika kila salatu baada salatu al-Eid al-Adha ni kwamba yeye achinje? Sio kama mnafahamu akhi, kwamba mtu aliyewahi kuhiji, je, ni lazima kwake kila baada, yani kwamba shamaliza kuhiji kila mwaka awe ni mwenye kuchinja? Hili jambo bila shaka si la sawa, kwa sababu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, na sisi tuelewa kwamba hii kuchinja ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala sio kuwa ni lazima au ni faradhi, la, bali ni sunna. Kwa hivyo yule mwenye uwezo wake angalie, mtu ana wepesi kuchinja, ana uwezo na ya kimali, basi awe ni mwenye kuchinja. Lakini kama mtu hana uwezo wa mali, basi hakuna taklifu, wala watu wasitiane uzito kwamba ni lazima uwe ni mwenye kuchinja. Hii itakuwa tumeingia katika bab at-taklif. Naam. Mashaallah, hilo tukushukuru. Unaona kuna mambo mengi ambayo watu sasa walikuwa hawajui, wamepata hiyo elimu kidogo. Alhamdulillah. Sasa bila kukuchelewesha na kupoteza wakati, ungependa kuwapatia salamu ama ungependa kuwapatia minal aidin yako kama kwa kupitishia hii channel yetu ya Fadhakir kina nani leo hii siku hii ya taadhim? Barakallahu fi. Kwanza nawapongeza sana channel kama hii ya Fadhakir inayosimamiwa na ndugu yetu Dugari. Mashaallah, ni mtu ambaye najuana naye kwa muda, walilahi alhamd, ni mtu wa khairi. Sijawahi kumuona katika jambo lote ambalo si la sawa, bali kila nikimuona yuko kwenye mbio za khairi. Fa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjazi kila la khairi kwa juhudi yake na amlipe malipo ya khairi hapa duniani na kesho akhira. Wasia wangu kwa wanaotazama ni kwamba tushikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tushikamane na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, na kwamba mambo yetu yote sana, manake tusipofanya hivyo itakuwa tumekosea pakubwa sana na huenda tukajidhulumu nafsi zetu. Kwa hivyo katika masomo makubwa tunayopata katika siku ya leo ni kwamba Waislamu tunatakiwa tupendane, Waislamu tunatakiwa tushikane, na ndio maana ikawa sasa kila mtu yuko mbio katika kuenda kuangalia familia na marafiki na kupeana sadaka pengine ya nyama na kadhalika. Yote haya ni katika kuonesha Uislamu ni dini ya kupendana na dini ya umoja. Kwa hivyo kama imetokea pengine sio tafahum baina familia, baina ya ndugu, basi ni katika masiku kama haya wanatakiwa wawe ni wenye kuyaacha haya mambo na kuzingatia swala zima kubwa la kupendana, na maana haya ndio ni katika mafundisho ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kukumalizia tu, watu wengi ama wale ambao sio Waislamu, ndugu zetu ambao sio Waislamu, washaniuliza sana mimi swali na sio kama limefika kwako. Wanasema mbona siku ya Eid sana sana kunanyesha mvua, hata kuwe na jua vipi, lakini mara nyingi mvua inapatikana? Naam, wallahi kwa hakika sisi tuamini kwamba mwanzo mvua ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana ikawa katika sunna pale mtu mvua inapomalizika ni kusema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, yani tumenyeshewa kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema yake. Kwa hivyo sisi tuamini kwamba mvua inatokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema yake. Ama masala kwamba kwa nini, hatuwezi kujua kwa sababu hii ni katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tunashukuru kwa hii neema ambayo tumepata leo, ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaallah, shukran. Barakallahu fika.